Karibuni tena ndugu mtazamaji wa Nuru Africa, tena tunakuwa ndani ya ukumbi ya Oasis, lakini mambo mengi hatujafahamu, lakini hususan kabisa na video ambayo utakuwa utaifuata, utakuwa na unajua kipi ambacho kinakuwa kinapangwa. Mimi ni Crispa wa Telanini wa Neons, lakini kwenye kamera inakuwa inashikiliwa na Estache Babu. Sisi ni Nuru Africa, uweze kutufuata kwenye YouTube. Mbele ya mamia wapendelevu wa michezo yani soka wa mji wa Kamituga wamekutana hii tariki 29 mwezi Julai mwaka 2026 mnamo ukumbi ya Oasis hapa mjini Kamituga. Hii ilikuwa mkutano wa kawaida wa Attente Urbaine ya mchezo ya soka ya mji wa Kamituga yani FCAG, wakiwepo viongozi wa michezo, mwakilishi wa meya wa mji wa Kamituga, viongozi wa matimu mbalimbali wa mji wa Kamituga, wastaafu wa mpira, waandishi wa habari za michezo na wapendelevu wa soka. Mkutano huo uliweza kuanza na sala, huku umefuatishwa na wimbo wa taifa, baadaye kujitambulisha kwa wahudhuriaji na kisha kuweza kuripoti kabisa matukio ya mwaka wa michezo 2025-2026. Kwa mwisho waliweza kuzungumzia mambo tofauti. Tokea majira ya saa 5 ya mchana hadi majira ya saa 8 dakika 45 ndivyo mkutano hiyo ulichukua nafasi. Mkutano huo ambao uliwapa faida kubwa waliohudhuria kabisa. Kwa upande wake Kachebe Tendilonge, kiongozi wa FCAG, ambaye alionyesha kuwa lengo ya mkutano huu ilikuwa muhimu zaidi. Lengo ya mkutano ya leo ilikuwa mkaguo wa mwaka wa michezo wa 2025-2026 kwa kuimaliza na kwa kuanza michezo ya mwaka wa 2026-2027. Bila kabisa bwana mwariri, tumefurahi nao ulikuwa ndani, uliona bila bana vote positif donc à 100% parce que lengo yetu ilikuwa kuleta ligue provinciale mjini Kamituga na kwa kweli ilifika. Vile waliohudhuria kama vile Maître Serge Mwenyemali, kiongozi wa timu ya Etoile ya huko Kalingi, alifurahishwa na mkutano huo ambao alisema kwamba isiwe mara ya kwanza kufanyika hapa mjini Kamituga. Inanifurahisha ni kusema ya kwamba vile natoka positif parce que tangia maekipe zilianza ku Ligue Provinciale 2007 ndio ya kwanza entité ifanye itiada pour que ekipe itoke champion. Sasa FC Malwa inaenda ku deuxième division. Mkutano hiyo inakuwa sehemu ya kufunga mwaka wa michezo ya 2025-2026 na kufungua mwaka wa michezo wa 2026-2027, huko ikiwa na maandalizi vile ya timu ya Malwa ya hapa mjini Kamituga kujiandaa kwenda kwenye michuano ya Linafoot Ligue 2 ambayo itakuwa inachezeka maeneo mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mwisho, mkutano ulifungwa na neno ya mwakilishi wa meya wa mji wa Kamituga, tena meya kwa muda, Mheshimiwa Alexandre Faraja Ogolelo, ambaye aliwakilishwa na mwandishi wake kibinafsi Benjamin Muloba David, ambaye alipongeza timu zote za mji wa Kamituga na kuwaomba kutumika kwenye hali nzuri. Kupitia hizi marekomandasyon ambazo munapatia Attente, tunatumainia kama ba responsable watatumika mzuri, na tunaomba kwa responsable wa Attente a mettre en application hizi marekomandasyon, zisibakie tu mkinywa, zisibakie tu kumakartasi, lakini zitendewe, na hiyo itasaidia kukue amelioration mu gestion ya football hapa muvile ya Kamituga. Kuma ekipe tunabalomba muameliore nani kazi zenu, mulipata marekomandasyon aussi ku Attente, na tunatumenia kama mutajikaza avec le peu de moyens que vous avez, mutajikaza kuameliore kazi kusudi tuone kama tunaweza pata ingine equipe mu niveau ya representation nationale. Kwa jina ya kiongozi wa mji wa Kamituga kwa muda, Mheshimiwa Alexandre Faraja Ogolelo, ambaye mimi nawakilisha, tunafungia kirasmi hii mkutano ya Assemblée ya Attente Urbaine ya football ya Kamituga. Tunasema tunawashukuru. Mwisho kabisa, mtazamaji wa kikao kubwa ambayo ilikuwa inaunganisha kabisa
watu wote ambao wanafanya mchezo wa kandanda, wakurugenzi ambao wanafanya mchezo wa kandanda hapa mjini Kamituga. Na kama ni yako ya kwanza kuweza kutufuata sisi Nuru Africa, uweze kujiunga kwenye habari zingine zetu, kwenye habari za Kamituga na habari zingine za ulimwengu mzima. La lumière d'Afrique.